Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Baada ya kufanya shambulizi zito katika vinu vya nyuklia vya Iran, Rais wa Marekani Donald Trump alisema atatoa hotuba. Na baada ya muda mfupi alitoa hotuba hiyo, na hapa ni sehemu katika hotuba yake kwa lugha ya Kiswahili ambayo alizungumza kwa lugha ya Kiingereza. Alianza kwa kusema, asante. Muda mfupi uliopita jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi makubwa ya usahihi kwenye vituo vitatu muhimu vya nyuklia katika utawala wa Iran, Fordo, Natanz na Isfahan. Kila mtu alisikia majina hayo kwa miaka. Walikuwa wakijenga biashara hii yenye uharibifu mbaya. Lengo letu lilikuwa ni kuharibu uwezo wa Iran wa kurutubisha nyuklia na kukomesha tishio la nyuklia linaloletwa na taifa nambari 1 duniani linalofadhili ugaidi. Usiku wa leo ninaweza kuripoti kwa ulimwengu kwamba mashambulizi tuliyoyafanya ya mafanikio ya kijeshi, vituo muhimu vya kurutubisha nyuklia vya Iran vimefutiliwa mbali kabisa. Iran, mnyanyasaji wa Mashariki ya Kati, lazima sasa ifanye amani. Wasipofanya hivyo, mashambulizi yajayo yatakuwa makubwa zaidi na rahisi zaidi. Kwa miaka 40 Iran imekuwa ikisema kifo kwa Marekani, kifo kwa Israel. Wamekuwa wakiua watu wetu, wakipumua mikono yao, wakifyatua miguu yao kwa mabomu ya kando ya barabara. Huo ulikuwa umaalumu wao. Tulipoteza zaidi ya watu 1000 na mamia na maelfu katika Mashariki ya Kati na duniani kote wamekufa kama matokeo ya moja kwa moja ya chuki yao. Hasa wengi waliuawa na jenerali wao Qasim Suleiman. Niliamua muda mrefu uliopita kwamba sitaruhusu hili kutokea na haitaendelea. Ninataka kumshukuru na kumpongeza Waziri Mkuu Bibi Netanyahu. Tulifanya kazi kama timu. Labda hakuna timu iliyowahi kufanya kazi hapo awali, na tumeenda njia ndefu kufuta tishio hili la kutisha kwa Israel. Ninataka kuwashukuru wanajeshi wa Israel kwa kazi nzuri waliofanya, na muhimu zaidi, ninataka kuwapongeza wazalendo wakuu wa Marekani ambao walirusha mashine hizo nzuri usiku wa leo, na wanajeshi wote wa Marekani kwenye operesheni ambayo ulimwengu haujaona katika miongo mingi. Tunatumai hatutahitaji tena huduma zao katika nafasi hii. Natumaini ndivyo hivyo. Pia nataka kumpongeza mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa wafanyakazi Jenerali Dan Razin Kain, jenerali wa kuvutia na akili zote za kijeshi zilizohusika katika shambulizi hili. Pamoja na hayo yote kusemwa, hii haiwezi kuendelea. Ama kutokuwa na amani au kutakuwa na janga kwa Iran kubwa zaidi kuliko tulivyoshuhudia katika siku 8 zilizopita. Kumbuka, kuna malengo mengi yaliyosalia. Usiku wa leo ndio ulikuwa mgumu kuliko zote kwa mbali, na labda mbaya zaidi. Lakini ikiwa amani haitakuja haraka, tutafuata malengo hayo mengine kwa usahihi, kasi na ustadi. Wengi wao wanaweza kuondolewa katika suala la dakika tu. Hakuna jeshi ulimwenguni ambalo lingeweza kufanya kile tulichofanya usiku wa leo hata kidogo. Hakujawa na jeshi ambalo lingeweza kufanya kile kilichotokea muda mfupi uliopita. Kesho Jenerali Kain, Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth watakuwa na mkutano na waandishi wa habari saa 2 asubuhi katika Pentagon, na ninataka tu kumshukuru kila mtu na hasa Mungu. Ninataka tu kusema tunakupenda Mungu na tunawapenda wanajeshi wetu wakuu. Walinde. Mungu ibariki Mashariki ya Kati, Mungu ibariki Israel, na Mungu ibariki Amerika. Asante sana. Asante.